Assalamu alaikum madam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jina langu ni Ukhti Zaina Seif Khamis, ni mwenyekiti wa Fathun Nur Group. Kwa nini uliamua kulita kundi lako Fathun Nur? Jambo tuliloliendea ni jambo la kutoa mwangaza. Kwa hiyo lazima twende kimwangaza. Kwa hiyo ni mwangaza wa nuru kwa ajili ya wale watoto. Viongozi katika kundi lako ni nani na nani? Katika kundi langu kuna viongozi watatu, ambaye ni mwenyekiti mimi mwenyewe, ila kuna katibu Mwana Khamisi Ali, lakini na muhasibu ni Mwavita Yahya. Nina maswali mengi ya kukuuliza leo. Nimetembelea hapa kituoni kwako hapa Chianungu Vikindu, nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam katika mkoa huu wa Pwani, lakini nimetaarifiwa kwamba unamiliki kikundi cha kusaidia mayatima pamoja na wajane. Kwa nini uliamua kuanzisha kikundi hiki? Lengo na madhumuni la kuanzisha kikundi hiki, tuliona watoto wengi waliopo mitaani petu ni mayatima na ni watoto ambao wanazurura sana, msaada kwao ni duni, lakini hata maisha nayo ni duni. Sasa kupitia hili hata mimi mwenyewe nimetokea kwenye uyatima. Kwa hiyo yatima namjua vizuri sana, ndani nje ndani. Baba akiondoka kwenye familia lazima dosari itapatikana. Kwa hiyo niliamua mimi na wenzangu kwa ajili ya kuwasaidia watoto hawa kwa lengo la kuwasapoti, lakini pia kuwafanya wawe na furaha kama mwanzo. Umesema umeamua wewe na wenzako. Wenzako wangapi mlipoamua kuanzisha? Tulikuwa na grupu la wamama 17, lakini mpaka leo hii tupo na grupu la mama 13. Ilitokea nini mpaka wakapunguka? Kila penye kuliendea jambo changamoto zinatokea. Kwa hiyo kuna yule ambaye anaingia sehemu kwa moyo safi, lakini kuna mwingine labda anajua kuna maslahi fulani yatakuja baadaye. Kwa hiyo kwa wengine hawakuingia kwa moyo safi. Tukamwomba Mwenyezi Mungu kila aliyekuwa hana moyo safi kwenye ile akae pembeni. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwenye ile wapo waliotoka. Faida ni nini mpaka sasa kwenye kundi hili? Faida kwenye kundi hili, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumewarudisha wale watoto kwenye hali zao za kawaida. Ni watoto ambao walikuwa ukimuona hapo unamuona kama hana thamani kwa mtu yoyote. Lakini sasa hivi alhamdulillah ni watoto hapo vizuri, wanajielewa na wanajua kama kuna watu nyuma yao wanawasaidia. Kundi hili lina muda gani mpaka sasa? Kundi hili lina muda wa miaka 4. Ukiondoa kazi ya kusaidia mayatima na wajane, jukumu lingine la kundi lenu ni nini? Baada ya kuwaweka mayatima katika hali kidogo ya kujiona kama wao ni nani, lakini pia tuna lengo la kuwanyanyua wajane, kuwapa kama mtaji ili waweze kuwashughulikia wale watoto wao wenyewe. Kuna shughuli za kimaendeleo mnazojihusisha nazo kama kundi ili kuwapatia kipato? Kama kundi mpaka sasa hivi bado hatuna shughuli yoyote. Kuna wafadhili ama wadhamini ambao wamejitokeza kuwashika mkono? Hatuna mfadhili wala hatuna mdhamini mpaka sasa hivi. Neno lako kwa taasisi, mashirika, serikali na watu binafsi ambao labda wataguswa na kuwa na moyo wa kujitolea kuwasaidia? Neno langu kwa taasisi, mashirika binafsi ama raia wa kawaida ni kwamba unapotoa msaada siku ya leo kumsaidia mtoto yatima ama yoyote yule, jua kwamba ipo siku na wewe itarudi kwako. Tujue kwamba mimi na wewe ni binadamu, lakini ni maiti watarajiwa. Kama aliondoka baba wa fulani, basi jua na wewe baba wa mtoto wako utaondoka. Kwa hiyo msaidie yatima leo hii ili usaidiwe kesho ukiondoka. Kwa majina anaitwa Mwana Khamisi Ali Muhammad, ni katibu katika kikundi cha Fathun Nur Group. Kazi yangu kubwa ni kuratibu na kuangalia harakati zote za kimaendeleo katika kikundi hiki. Unaweza kumtajia idadi ya mayatima mlionao? Idadi ya mayatima ambao tunashughulika nao ni idadi 160. Katika 160 hiyo wasichana ni 94 na wavulana ni 66. Kutoka maeneo gani? Katika vitongoji vyote
au katika vitongoji vyote vya Vikindu. Ni wengi sana hao. Mnawezaje sasa kuwa nao? Kwanza nitaanza katika harakati ya namna gani tuliwapata. Tulianza harakati za kutembelea kitongoji kimoja baada ya chengine katika kata nzima ya Vikindu. Tulianzia Chanungu yenyewe, tukatoka hapo tukaingia Ubenani, tukaingia Mwajasi, tukaingia Picha ya Ndege, tukaingia Kamigere, tumeingia Kazole, tumeingia Maduka Mawili, tumepita Njia 4 na sehemu mbalimbali katika kata nzima ya Vikindu. Mnapomfuata mtu na kumuuliza, yani yeye atasema, mwingine anaweza akasema yatima tu labda kwa sababu anataka msaada. Mnawezaje kumtambua kama ni yatima mara? Ndipo pale ambapo hatukubaliani kutuletea jina tu kwamba tuna yatima, bali tunajitoa wenyewe kwa miguu yetu kufika pale ili kuangalia mazingira halisi na kuiona familia, na tuna maswali ambayo tutamuuliza yule mtu atapotupatia vile dondoo zinazomhusu yule yatima tunayemkusanya pamoja na taarifa zake zilizo sahihi. Sisi tukishajiridhisha ndivyo tunamsajili kuwa ni yatima ndani ya kikundi chetu. Alafu nyinyi yatima kwenu nyinyi anafaidika na nini? Yatima kwetu sisi, lengo kuu kwanza la kumkusanya yatima huyu, tumekuta yatima wengi wamekata tamaa na wengine wamekuwa dhalili na dhaifu. Mwingine unamuona misili ya mtoto chokoraa, yani hana amani na furaha hata kama akikutana na mwenzake. Kwa hivyo lengo letu sisi tumetaka kurejesha amani, furaha na upendo kwa yatima. Na hiyo ndio malengo makuu. Kama leo utamuona yatima ambaye anasaidilika ndani ya kikundi hichi, uwezi ukasema kwamba tuko kinyume na lengo letu. Kwani kila mmoja ana sura ya furaha, tabasamu na hana ile hofu tena. Anajiona yeye sasa yuko kamili na familia nzima. Ni sehemu gani ya misaada ambayo wanapata mayatima wa hapa? Misaada kwetu inayopatikana kulingana na hali zetu za kiuchumi. Tunatoa misaada kipindi maalum. Aidha, mwisho wa mwaka baada ya kumaliza masomo ya shule huwa tunawasaidia yale mahitaji husika yanayohitajika mashuleni, kama vile madaftari, tunawasaidia kupitia uniform, mabegi, viatu na kadhalika. Lakini vile vile kuna vipindi vya sikukuu pia tunasapoti kuwapatia mavazi kwa sababu ile ni siku ya furaha. Kwa hivyo ni vyema na yeye yatima aweze kufurahi. Hivyo tunampatia vile mahitaji husika. Kwa mfano, tunaweza tukampatia nguo ya sikukuu pamoja na viatu vyake, lakini ikiwezekana na mlo halisi kwa sababu ile siku ni siku ya kutoa sadaka. Kwa hivyo hata mahitaji ya chakula nyumbani pia uwaga tunapambana, Mungu anapotufanyia wepesi huwa tunafanikisha hivyo. Lakini pia tunaweza kumsaidia yatima pale ambapo amepatwa tatizo. Tukapewa taarifa, bwana kuna 1 2 3. Basi na sisi huwa tusiti. Haijalishi ni usiku, ni mchana, ni muda gani. Tutatoka miongoni mwetu mmoja wapo au wawili wapo kuwakilisha. Kama tulivyosema ndani ya kikundi tuna wanachama 13. Kwa hivyo inawezekana akatoka mweka hazina akaondoka na mjumbe mmoja akaenda kuangalia lile tatizo na akatatua. Kwa hivyo kusaidilika kwa mayatima wetu tunawasaidia kulingana na mazingira halisi, au pale anapotokewa na tatizo, au tukiwa tumepata jambo basi huwapigia simu na tukawaita katika kituo chetu na tukawafikishia kile tulicho nacho. Misaada yote ulioisema hapo ni pesa, na ukizidisha mara mayatima wote mliokuwa nao ni pesa nyingi zaidi. Mnapata wapi? Kwa upande wetu sisi pesa hatunapoipata ni katika njia zetu za kimaisha ya kila siku. Bajeti zetu za nyumbani ndizo tunazofanya kuweza kuwasaidia mayatima haya. Kwa mfano, tunapokuwa tumeachiwa kodi yetu ya meza, tutabajeti kwenye kodi ya meza ile. Aidha tutaingia mchezo, tunapopokea tayari tunairudisha pale kwa ajili ya yatima naye aweze kusaidilika. Muda mwingine tunaandaa budget tukishapeana basi tunajikuta tunajipanga taratibu tunatoa sadaka ile. Lakini wakati ule kikundi nacho kina tarehe na siku zake maalumu za kukutana. Siku ambayo tukikutana kuna kiasi ambacho kimewekwa kwa kila mwanachama atakuja na kiasi hicho.
Kwa maana kwamba kubwa halisi ni kwamba tunajibajeti kupitia kodi zetu za meza ili kukamilisha hayo yote. Ila tunapokuwa tumetoa bajeti kubwa kiasi cha kwamba mfuko wetu una kiwango kidogo, tutatumia bajeti ile kutembea au kuomba msaada kwa ndugu zetu, jirani zetu, marafiki zetu. Atayejaliwa kuguswa kupitia lile atatuchangia. Asipojaliwa basi tutapambana kwa namna hiyo. Bado hatujapata wafadhili moja kwa moja kusema kwamba tuna bajeti hii tunaleta kwako tunakeshiwa. Hapana. Ni mapambano yenyewe kwa harakati zetu binafsi. Katibu, mnapata faida gani sasa kwa kuwasaidia mayatima kwa kutoa hadi pesa zenu za kula ili kuhakikisha wanakuwa vizuri kiuchumi na kihali? Mnapata faida gani? Faida yetu kubwa ambayo tunajivunia kama Fatuhun Nuri Group. Kwanza tunatengeneza ile amani ya mtoto. Kwa hiyo yeye akifurahi au akiwa katika hali nzuri, sisi kwetu tunapata faraja. Lakini ni faida nyingine kubwa, kama tuliumbwa katika ulimwengu huu kuipambania dunia yetu na akhira yetu, basi vile vile tuna faida mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hicho ndo kikubwa tunachokitegemea. Lakini wakati huo kupitia mayatima hawa wametubusti na sisi kupata macho ya tatu. Ni namna gani tutapambana na ni namna gani tutaishi ili tuweze kufikia malengo mbalimbali ambayo tumejiwekezea aidha ndani ya familia zetu au ndani ya familia yetu. Kwa hiyo ile confidence kwetu tumejikuta kwamba tunafaidika nayo, na hii ndo furaha yetu kubwa. Kama tutakizi yale mahitaji husika kwa yatima na tukapata kile kinachostahili yatima akafurahi na akaenjoy, basi kwetu sisi tunasema huo ni mtaji mkubwa. Hebu tukumbushe katibu, siku ya kwanza ambayo mwenyekiti amekufuata kuambia anataka kuanzisha hiki kitu, ulipokeaje wewe kama katibu? Wakati huo sio katibu, sasa ni mama tu wa nyumbani, ulimpokeaje? Kwa sababu msimamizi wa kikundi hichi au mwenyekiti wa kikundi hichi pia ni mwalimu wa madrasa. Na mimi nilikuwa ni miongoni mwa mwanafunzi katika hapa. Alivyofika katika darasa alitoa thamani ya yatima. Kwanza alielimisha yatima ni nini au yatima ni nani. Baada ya hapo akatoa ni jinsi gani mtu unaweza ukamsaidia yatima. Lakini alikuja akatoa faida ya wewe hapa duniani na akhera. Kwa sababu siku zote Muislamu yoyote au mtu yoyote utapoaidhiwa jambo na likawa lina maslahi, basi lazima nafsi itapata athari. Utarudi nyumbani utatafakari, mwisho wa siku unasema hiki kina mantiki, basi na mimi najiunga. Kwa hivyo kubwa zaidi mawaidha au yale maelekezo yaliyotolewa yalinigusa ndani ya nafsi yangu. Nilivyotafakari nikaona kweli kuna sababu ya kusimama kama yeye alivyosimama ili kuweza kulifikia hilo. Nyumbani sasa kwa kina baba huko kwa waume zenu. Amkutana changamoto zozote za kufanya muone ili swala ni gumu kwa upande wenu? Kwa waume zetu au kwa mume wangu. Nikisema waume zetu sitaweza kujua mwenzangu yeye kaamkaje, ila naongelea binafsi yangu. Kwa upande wangu mimi, kabla ya kuingia ndani ya kikundi, nilikaa chini na mume nikamueleza, bwana, kuna kikundi kinasaidia watoto mayatima, nahitaji kuingia. Je, niingie nisiingie? Kwa sababu nilimpa ile hali halisi au yale mawaidha halisi aliyotolewa huku, na yeye akajikuta ni sahihi katika hilo, alitoa hiyo ruhusa. Kwa hivyo kwa kuwa alitoa ruhusa, alikubaliana na harakati zote zitazotokea. Ikiwa ni wakati wa saa 4 za usiku umepigwa simu kuna dharura, basi ni swala la kumkumbusha bwana kuna 1 2 3, lazima akubaliane na hilo kwa sababu yeye mwenyewe alianza kunipa ruhusa na mimi ndipo nilipoingia kwenye kikundi. Maswala mengine kuhusiana labda michango nini, kwa sababu ndo hivyo tulishakubaliana kodi za meza zitavoachwa, basi tunajibudget hivyo. Uwezi ukamkaba nipe. Hiyo sasa itakuwa ni athari nyingine.
Kwa hivyo kukabiliana na hili kulingana na mwenyewe, kwa kuwa alishaniridhia. Lengo mimi kubwa ni ridhaa na ruhusa. Kwa kuwa ruhusa niliipata, basi mimi niliridhika na hilo. Changamoto zingine zote tutapambana, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema nia yako ndiyo msaada wako. Kwa maana kwa kuwa nina nia, basi Mungu analeta njia. Mpaka sasa nyinyi kama kundi la kusaidia mayatima na wajane mnahitaji nini ili kufika malengo yenu stahiki? Sisi kama kundi la Fatuhun Nuri Group tuna changamoto nyingi ambazo zinahitaji kushikwa mkono. Wadau, wafadhili, wenye uwezo na watu wa kawaida ambao nao wanaweza kutusapoti katika hili. Tuna changamoto nyingi. Familia yetu imeongezeka, ambayo kwamba ikiwa imeongezeka basi na mahitaji yake yatakuwa yameongezeka zaidi. Uchumi na kipato tulicho nacho ni kidogo. Kwa hivyo akitushika mkono basi itakuwa ni vizuri zaidi kuweza kufikia katika yale malengo. Tunahitaji kupata misaada kwa ajili ya watoto wetu. Pale tunapohitaji mavazi basi tunaomba tuunge mkono. Pale tunapohitaji labda madaftari tunahitaji kuungwa mkono. Tukihitaji mabegi basi tunahitaji kuungwa mkono. Lakini muda mwingine tuna wazazi ambao ni wajane, hawana waume. Pia tunahitaji kuungwa nao mkono, kwa sababu hawa nao wanatembea katika maisha magumu, na wakati huo mwingine ndo ameachiwa na yatima. Kwa hiyo hali hile nayo muda mwingine anapopatwa shida, anapokuja hapa kwenye kituo ikesha hatuna chochote, basi huwa nao ni mtihani. Kwa hivyo tunahitaji kutushika mkono kifedha, kimsaada, mavazi, malazi, chakula, vyote tunahitaji. Lakini vile vile hata kama kuna waume wema basi pia tuna wajane tunahitaji pia kupata nusura na wao. Anayetuhitaji kwa lolote lile, tunapatikana Vikindu, kitongoji cha Chanungu, mtaa wa Frame 5. Kwa mawasiliano namba zetu za simu ni 0782 43 14 14. Narudia 0782 43 14 14. Karibuni sana. Ama kwa jina naitwa Mwavita Yahya Hamimu. Na tumeelezwa kwamba wewe ndio mweka hazina wa Fatuhun hapa Chanungu. Ni kweli. Kazi yako kubwa ni nini sasa hapa kwenye kikundi? Kazi yangu kubwa ni kukusanya michango ya Fatuhun. Michango ya Fatuhun ipo aina mbili. Kuna michango yetu ya wiki na michango yetu tunapotokea na jambo huwa tunajichangisha, na kwapo ni nje ya mchango wetu wa wiki. Matumizi ya hiyo michango ni nini? Matumizi ya michango hiyo, matumizi makubwa ya michango yetu ya wiki hiyo inatumika kwa dharura. Kwa mfano, mtoto anaweza akawa amepata na shida ya dharura, hiyo pesa itatumika kwa kutatua dharura hiyo. Na michango yetu hiyo mingine hiyo inatumika, kwa mfano hapo mbele tunakwenda kuwa na tafrija fupi kwa ajili ya kuwapatia zawadi watoto, basi hiyo inatumika kwa ajili ya maandalizi ya vitu hivyo. Kitengo cha fedha ni kitengo kigumu ambacho mara nyingine kinaweza kusababisha hata kundi kuvunjika kutokana na kukosa uaminifu. Wewe kama mweka hazina umewezaje kukabiliana na hali hii? Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia na pia kwa kupata nafasi hii. Pesa hizo nimepata ujasiri kwa sababu nyumbani na pewa pesa yangu kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Kwa hiyo ile pesa imewekwa kwa ajili ya Fatuhun tu. Kwa hiyo inatoka pale itakapokuwa imehitajika. Lakini si watu wanaingiwa na tamaa. Unaweza kuwa umepewa hela nyumbani, unaweza kuwa na mahela yako, lakini zile unavyoziona wanaingiwa na tamaa kufanya mambo mengine makubwa zaidi. Kwa wewe imekuwaje hadi unaziona pesa zile chungu kiasi kwamba unaziacha hadi kwa kuendeleza kundi na mimi? Pesa hizo sipendi kuzitumia kwa sababu ninajua madhara ima adhabu nitakayokwenda kuipata endapo nitaitumia hiyo pesa, kwa sababu nitakuwa nimeitumia pasipo kuwa na ahadi ya hicho kitu. Hata kama nitaitumia basi nitaitumia kwa dharura kisha nitairudisha, na hapo kwa kuomba kutoka kwa mkurugenzi.
Lengo lenu ni kusaidia mawajane na mayatima. Sasa inapotokea mtu nje ya kundi ana tatizo ambalo kwa kweli linahitaji msaada, mnafanyaje? Ikitokea ni mtu ambaye amepata tatizo nje ya kikundi na tumepata taarifa naye, anaweza kuwa ni jirani au akawa ni mbali pia, lakini ni muumini, basi huwa tunajichangisha michango nje ya michango hii ya Fatuhun Nur. Basi tunachukua kama ni watu 2 ama 3 kwa ajili ya kuwakilisha kundi na kufikisha michango hiyo. Kwani samani, kundi lenu linasaidia tu watu wa imani moja ya Kiislamu au watu tofauti? Kundi letu sisi hili linasaidia hasa mayatima, wajane na wazee na kaya maskini. Kwa hiyo hamchagui dini? Hatuchagui dini. Na mpaka sasa hivi uko benki, pesa ambazo mmekushazipata zinatosheleza kwa mahitaji yenu ya sasa kulingana na idadi ya wanafunzi ya watu wenye matatizo mlionao? Kutokana na idadi ya watoto tulionao, ima wajane pamoja na wazee, kwa pesa ambazo tulizonazo kiukweli hazitoshelezi, kutokana watoto wamekuwa ni wengi na mahitaji pia yanazidi kuwa ni makubwa. Hamjapata changamoto ya labda wajane mayatima kuzua tatizo la uongo ili mradi tu kujipatia fedha na mkaja kugundua baadaye kwamba yule tulimpa fedha kwa tatizo ile ambalo hakuwa nalo? Kwa kweli kwa changamoto hiyo tunashukuru Mwenyezi Mungu bado ametulinda na ametusimamia. Kiukweli wamekuwa ni wakweli kutokana na maswali ambayo tuliwauliza mwanzoni ili tuweze kuwasajili. Wamekuwa ni wakweli na pia na hata hofu ile ya Mwenyezi Mungu kidogo wanakuepo nayo. Neno la mwisho sasa ambalo ungependa labda jamii itambue kutoka kwenu nyinyi kama kundi la kusaidia mayatima na wajane, neno la mwisho? Neno la mwisho kutoka kwangu nikiwa kama muhasibu wa grupu hili, ninaomba ndugu, rafiki, jamaa, kwa yeyote atakayekuwa ameguswa na hili, basi aweze kuwasaidia watoto hao kwa namna moja ima nyingine. Si lazima pesa tu, hata mawazo au la kuna kitu anaweza akakitoa. Sasa ili aweze kuwafikia watoto hao, anaweza akafika hapa katika kituo chetu hiki kwa namba katibu aloitoa, basi anaweza akafika na vitu hivyo vikawafikia wahusika kwa namna moja ima nyingine, au la kataka kuwakabidhi wenyewe, basi tutawaitia watoto watafika hapa na kukabidhiwa vitu hivyo.